Mambo vipi mtazamaji? Karibu sana kwenye exclusive interview. Leo niko na Dr. Sule hapa. Kwa wale ambao wamekuwa mkipenda sana mmoja na Dr. Sule, kama mnakiuliza bwana, mbona Dr. Sule hatuoni kufanya naye interview? Final leo niko naye hapa tutafanya naye interview. Last interview tulizungumza mambo mengi sana ikiwemo kuhusu namna gani ambavyo ndoto, majini, mizimu na vitu vingi sana, na bahati nzuri sana alitoa elimu nzuri ambayo watu wengi waliweza kuifurahia. Na leo niko naye hapa tutazungumza machache pia na mengine mengi ambayo Dr. Sule amekuwa akituambia. Dr. Kwema. Alhamdulillah, namshukuru Muumba. Niko salama. Mambo yanasemaje? Mambo mazuri. Nisafiri kidogo kwenda kutembelea jirani zetu, lakini niko tena Tanzania. Sawa kabisa. Naam. Kwanza nikupongeze, umekuwa sio dokta ambaye upo tu hapa Dar es Salaam. Umekuwa ukizunguka maeneo mengi sana mikoani huko, nchi zingine upo kienda, kwa maana kupanua wigo pia. Pengine hasa mapokezi ya watu nakokona safiri pengine kwa ambao sisi hatufiki huko. Yako vipi hasa, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia mtandao watu wanakuhitaji sana. Bwana njoo na sehemu fulani, njoo na sehemu fulani, hasa imekuwaje hasa huko? Mapokezi ni mazuri. Mapokezi ni mazuri. Na Waswahili wanasema ukionja asali lazima utamaliza buyo. Kujua kwamba mapokezi nje ya Dar es Salaam na nje ya Tanzania ni mazuri ni ziara zangu na safari zangu za mara kwa mara kwenda nje ya nchi, kwa sababu na kwenda zaidi ya mara 20 kwa mwaka nje ya nchi. Kwa hiyo ni matokeo mazuri ya ziara, lakini sio tu matokeo mazuri ya ziara, matokeo mazuri ya huduma ambazo tumekuwa tukizifanya. Hivi karibuni nilikuwa nchini Kenya kule mjini Mombasa, ambako nilikaa kwa muda wa siku kadhaa, lakini pia nilipata fursa ya kufanya darasa ya kina mama pale katika eneo la Kilifi County iliyopo Mombasa kule Coast, na darasa ilikuwa nzuri sana. Kina mama wamefaidika, kina baba wamefaidika. Kwa hiyo niseme mapokezi ni mazuri sana. Naam. Kuna kitu ambacho ulikuwa ukizungumza, nikasema kwamba lazima nitakuita pembeni pia tuweze kuzungumza kidogo, na hata kwa uchache, lakini kuna mtu anayeamini kwamba unapozungumzia mambo ya Ud, kuna wale ambao wanaamini kwamba ni vitu ambavyo vinasaidia, vinaleta baba neema katika familia na vitu vingi kama hivyo. Kuna wale ambao wanaamini kwamba ni mambo ya shirki. Kwa nini kwa na mkanganyiko hasa katika masuala haya tuzima Ud na vitu vingi kama hivyo? Na wewe pia ambaye pia umeileta hasa itamsaidia vipi hasa binadamu ambaye pengine imani yake ilikuwa ni haba pia katika hili? Mkanganyo ni lazima. Mkanganyo unakuja kwa sababu ya thinking capacity. Unajua wanadamu tumetofautiana thinking capacity. Wanadamu tumetofautiana uwezo wa kufikiri. Wanadamu tumetofautiana uwezo wa kuyatambua mambo. Ndio maana darasa moja lenye wanafunzi 60 kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 au la 6 kwa mtaala wa sasa wa elimu ulivyo, utagundua kuna anayetoka namba 1, kuna anayetoka namba 2, kuna anayetoka namba 3, na anayeshika mkia anazungusha. Wakati wote walikaa darasa moja, walikuwa na walimu wale wale, walifundishwa na walimu wale wale, mazingira yale yale, lakini kuna wengine wanafaulu, kuna wengine wanafeli. Kwa nini? Uwezo wa kufikiri na kuyatambua na kuyachambua mambo. Kwa hiyo kinachofanya watu wengine waseme hiki kinafaa, hiki hakifai, ni utambuzi wa mambo. Umenielewa sawa sawa? Sasa huwezi kuzuia, hiyo ni nature, ni kanuni ya maumbile ya Mwenyezi Mungu kuwa na mitazamo tofauti katika jambo, hata kama lina manufaa. Yani hakuna jambo linakubalika na watu wote, wala hakuna jambo linalokataliwa na watu wote. Duniani hiyo Mungu hajaumba. Yani huwezi kuniletea kitu chochote useme wanadamu wanakikubali. Usafiri si kitu cha thamani. Kila mtu anataka gari. Kuna watu duniani hawataki hata kuisikia gari, hata kuipanda hataki. Yani kwa ni gari 100 nini? Gari 100 nini? Umenielewa? Kwa hiyo inategemea, sio kila kitu kitapendwa na watu wote au kukubaliwa na watu wote, na sio kila kitu kitakataliwa na watu wote au kuchukiwa na watu wote. Kwa hiyo kimsingi wanadamu tulivyoumba tumetofautiana uwezo wa kufikiri na kuyatambua na kuyachambua mambo. Lakini udi huu ni moja kati ya kitu muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Hasa watu ambao wanasaidiwa. Sio tu udi wowote, udi huu. Yani mnaumaanisha huu udi huu, na umaanisha huu. Sio udi wowote, na umaanisha huu udi unaoitwa hasad gad. Huu udi ni udi wa aina yake sana, ambao ni tofauti na udi waliouzoea watu wengi. Udi huu una sifa kubwa kama 5 hivi. Ya kwanza ni kinga. Udi huu una kinga nyumba zinazoingiwa na washirikina. Unauchukua tu udi unauweka. Kuna utaratibu tunakuelekeza vizuri, unachanganya na chumvi ya mawe. Haingii mshirikina katika nyumba yako wala mchawi.
tunakuelekeza. Lakini udi huu unasafisha mikosi, nuksi, vifungo na mabalaa. Udi huu unafanya hivyo, na njia ya kuutumia ni kuoga tu. Njiti 7 unazivunja vunja, unazifikicha, pukuchua unaziweka kwenye maji, zinaloana, unaoga. Asubuhi unafanya njiti 7, jioni unafanya njiti 7 kwa muda wa siku 7 au 14 au 21 kulingana na ukubwa wa tatizo. Udi huu unaondoa nuksi zote, mikosi yote, vifungo vyote, mabalaa kwa idhini ya Mungu. Udi huu unavuta bahati. Unapoutumia kuoga na kuchoma kwa ajili ya kujifukiza, unavuta bahati zile zilizoondoka, ziwe za kiuchumi, ziwe za kindoa, za mahusiano. Maana kuna watu bahati zimewatoka, mtu hataki amapproach mwanamke, ndio siku hiyo anayakoga matusi ya ajabu. Udi huu unakwenda kusaidia watu wenye hiyo shida. Udi huu unasaidia kulinda biashara yako. Kuna watu wana machuma ulete katika maeneo mbalimbali, unauza, wengine wakiweka ndani, na wengine sio tu chuma ulete, wanachukua fedha. Kuna watu wanapoteza vito vya thamani katika nyumba zao. Mtu aliweka udi, aliweka fedha, aliweka dhahabu, inapotea tu katika mazingira ya kutatanisha. Udi huu ukiwekwa kwenye nyumba unasaidia kuzuia kupotea vitu kwa hovyo hovyo kusikokuwa na sababu. Labda upoteze kweli kweli, lakini sio kuchukuliwa kwa njia mbaya. Udi huu unasaidia kutunza watoto wale wanaopiga kelele usiku, wakati wanalala, wanalia, wanapiga makelele. Udi huu ni tiba nzuri. Watu wenye jini mahaba, wale ambao mpaka magari kwa wanamume, mpaka magari yamekuwa Austini, gari ya kizamani haipigi starter mpaka isukumwe na handle. Udi huu unasaidia. Oga udi huu, oga udi huu, inshallah shetani wa mahaba atatoka na nguvu zako zitarudi vizuri biidhnillah. Udi huu unafungua vifungo vya aina zote zitokanazo na uchawi, mizimu mibaya, hasadi, majini wachafu. Ukiutumia udi huu kuchoma na kuoga, unafungua. Kuna watu wanafuga. Udi huu utakusaidia kuzuia vifo visivyokuwa na sababu. Kuna baadhi ya watu akifuga inatokea sotoka ilikotoka, yani kuku wote kwa heri, ng'ombe wote kwa heri, si wanyama gani kwa heri. Udi huu unautumia kwenye banda, unauloweka, unamwaga kwenye banda lako pale, protection kwa ajili ya wadudu wachafu wanaokwenda kuharibu hivyo. Lakini mimea kupanda, kuvuna, kuzuia chuma ulete katika biashara, katika uvunaji, udi huu pia unasaidia. Kwa hiyo udi huu unasaidia kada nyingi sana, siwezi kuzieleza zote, lakini mtumiaji ndio atatupa mrejesho amefaidika na nini. Naam. Kuna wale pengine wasanii ambao pia wamekuwa hawana mvuto, na kuna wale pia wanakuwa na mvuto. Unakuta mtu labda ananukia vizuri, pengine wanaotumia kupaka udi kama ambao, kama mfano kama Hasad Gad, ndo huu kuna wasaidia pia kwenye mvuto, kupendwa na watu mpaka wanakuwa nazimia. Kwa sasa siwezi kusema ndio, kwa sababu Hasad Gad ni bidhaa mpya. Bidhaa mpya, na sisi tumeshaifanyia uchunguzi na utafiti. Natamani watu wauchukue, wale ambao majina yao chini, hati zao ziko chini, watu hawana mvuto. Yani special watu ambao hawana mvuto. Yani unajisi kabisa mimi sina mvuto. Tumia Hasad Gad, utakuja kuniambia. Yani narudia tena, utakuja kuniambia. Sio story. Nataka watu wautumie siku 7, 14, 21. Alafu warudi ima kunitukana au kunisifu. Sio nyota hapa. Yani hapa sasa unakwenda kuifungua nyota. Yani udi kazi yake ni kuifungua na kuisafisha nyota. Kwa hiyo ukiutumia udi huu, nyota inarudi mahala pake. Naam. Ukiingia trend utaingia. Tuombe Mungu. Nataka watu watumie, alafu wawe na majibu ya uhakika. Unajua mimi nasema mtu anaweza kafikiria mimi nafanya biashara. Ningetaka nifanye biashara, ningeuza kwa gharama kubwa, kwa sababu unafanya vizuri. Nauza kwa gharama ndogo, nisaidie kada na makundi tofauti tofauti kwa kipato kidogo alichonacho. Kwa sababu udi huu, boksi moja iliyopo ndani ya udi huu, moja hii udi moja, upo ndani kuna boksi 12 hapa ukizitoa. Lakini udi huu, boksi hii moja tunaiuza kwa shilingi 10,000. Hii moja tunaiuza kwa shilingi 10,000. Ukija hapa ofisini kwetu, hii inauzwa kwa shilingi 10,000. Ukiununua nje ya ofisi, tutakupa maelekezo namna ya kuupata. Ndio maana muda wote tumekuwa tukitoa namba za simu ili watu wasije wakapigwa huko mtaani. Kuna watu wanatumia mitandao ya kijamii, wanaweka jina langu wakati mimi sijasema hizo namba si za kwangu, wanatuma pesa, wana watu hawapati bidhaa wanayotaka. Ukiutaka udi huu, nipigie mwenyewe kwa namba zangu 2 tu za simu, ya ofisi na ya kwangu. Ya kwanza ni 0710 400 200, 0710 400
200. Namba ya pili ni 0748 800 400, yani 0748 800 400. Kwa wale walio nje ya nchi wataondoa hii 07, hii sifuri ya kwanza watatoa, itaanza na alama ya kujumlisha 255, alafu utaanza ima 74 710 400 200, au alama ya kujumlisha 255 748 800 400. Utaupata udi huu. Kwa wale wa nje ya nchi na walio ndani ya nchi, piga tu namba hizo. Epuka kutuma pesa kama jina halitokei neno Sule, huyo kakudanganya, kakutapeli. Lakini daktari, umezungumza vizuri sana. Pengine kuna wale ambao wanaamini kwamba kwa mfano watu kama Wolper ambaye juzi tulizungumza wiki kadhaa nyuma kwamba ulimuhisi mambo mazuri pia, na juzi tulimuuliza pia kwenye maswali yetu ya interview, kwa atuambia kwamba ni kweli mimi nilipewa paka jina la Kiislamu, lakini bado nipo kwenye dini yangu, lakini Uislamu naupenda sana. Tulipokuwa tukiuliza sana hili, akisema bado yupo kwenye dini yake anamaanisha Ukristo, yani bado yuko, yani yeye ni amerudi kwenye Ukristo, lakini Uislamu anaupenda, bado anaupenda, na jina paka alibadilisha, akatuambia ni kweli. Haya, endelea sasa kuuliza unachotaka. Kwa nini watu kama hawa wamekuwa hawatulii sasa? Nini tatizo lilokuta? Kwa sababu anakuambia mimi hata watoto wake anatamani awalee katika maadili ya Kiislamu. Shida kubwa iko hapa. Watu wanafundishwa, wanaingizwa kwenye Uislamu bila ya kufundishwa Uislamu. Ili uwe mahiri katika kukaa kwenye jambo lolote na kulifanyia haki na kulitendea haki, kwanza unatakiwa ulijue. Watu wengi wanausikia Uislamu wakaingia Uislamu bila ya kufundishwa na kutambua ipasavyo Uislamu. Watu wengi wanaingia katika Uislamu kwa kuwatazama Waislamu wanavyoishi, hawautazami Uislamu unavyotaka. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaingia kwenye Uislamu kwa mihemko. Wako watu wanaingia kwenye Uislamu kwa sababu ya ndoa, wako watu wanaingia kwenye Uislamu kwa sababu ya uchumi, wako watu wanaingia kwenye Uislamu kwa sababu ya ushawishi wa maneno, lakini hawajajifunza na kuutambua Uislamu vizuri. Kwa hiyo wanajikuta muda mfupi imani zao hazijalelewa vizuri. Kwa kutokulelewa vizuri imani zao, wanafika mahala wanaona wanaweza wasiishi kwenye Uislamu wakarudi kwenye imani zao. Siku zote ukitaka mtu awe muumini wa imani husika ipasavyo, kwanza umlee katika imani hiyo kwa mafundisho sahihi na hayashibe. Sasa watu wengi hawajashiba mafundisho ya Uislamu. Sio tu wanaoingia kwenye Uislamu, hata baadhi ya Waislamu wengi hawaujui vizuri Uislamu. Ndio maana anaweza kukuta Muislamu aliyezaliwa kwenye Uislamu anatoka katika Uislamu anakwenda katika dini nyingine, kwa sababu haujui vizuri Uislamu. Lau angeujua vizuri Uislamu asingetoka katika Uislamu. Naam. Sawa kabisa.